Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Kutokana na mauaji yaliyofanyika huko katika ukanda wa Gaza, mwanamume mmoja Abu Hattab katika eneo hilo amesimulia namna alivyoshiriki kuzika Wapalestina 18,000 waliouawa kinyama kutokana na mashambulizi ya Israel. Ni mwanamume anayefahamika kama mzika maiti anayeitwa Yosef Abu Hattab, mkazi wa ukanda wa Gaza na mmoja wa mashuhuda wa moja ya majanga makubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya ulimwengu, hasa katika eneo la Palestina na ukanda wa Gaza. Amesema ameshiriki kuzika karibu miili 18,000 ya Wapalestina waliouawa shahidi wakati wa vita vya kinyama na vya mauaji ya kimbari yaliyofanywa na utawala wa Israel katika eneo la Palestina. Akionekana ameshika jembe mkononi mwake lililokongoroka, Abu Hattab mwenye umri wa miaka 65 anasema alizika maiti moja baada ya nyingine zilizokuwa zikifikishwa katika mji wa kusini mwa Khan Yunis mpaka makaburi alipojaa. Anasimulia mzika maiti huyo Yosef Abu Hattab akisema kwamba wakati wa vita nilisimamia mazishi ya miili ya Wapalestina kati ya 17,000 hadi 18,000. Ameeleza mzika maiti huyo. Ameeleza namna alivyopata taabu wakati wa kutengeneza makaburi ya kuwazika Wapalestina wenzake waliouawa kutokana na vita. Mzee huyo wa Kipalestina ambaye alionekana kudhoofika kutokana na hali ya maisha ameeleza zaidi na kutoa ushuhuda wake baada ya vita kusitishwa huko Gaza tangu mwezi Oktoba, licha ya Israel kuendelea kukiuka kila mara usitishaji huo. Amesema wakati wa vita tulikuwa tukizika kati ya miili 50 na 100 ya Palestina kila siku. Ingawa idadi hiyo imepungua hivi sasa, makaburi yangali yanapokea miili. Amesema anakumbuka aliwahi kuzika miili ipatayo 550 ndani ya kaburi la muda katika hospitali ya Nasser huko Khan Yunis, wakati kituo hicho cha tiba kilipozingirwa na jeshi la utawala wa Israel mwaka uliopita. Abu Hattab anasema moja ya nyakati ngumu alizokabiliana nazo ilikuwa ni katika mwezi wa Julai, wakati alipolazimika kufungua makaburi ya binafsi kwa ajili ya familia maalum ili kuzika miili ipatayo 1270 huku kukiwa na mashambulizi mtawalia ya jeshi la Israel. Kwa matukio hayo ya kusononesha na kusikitisha, Abu Hattab anasema hawezi kusahau baadhi ya taswira zake wakati wa usiku. Amekuwa ni mtu anaeleza wakati mwingine kwamba anaweweseka kutokana na miili mingi ya watu aliowazika. Kuna usiku ambapo huwa siwezi kulala kabisa, ameeleza mzee huyo wa Kipalestina, akiongezea kwa kusema sauti za mazishi, mayowe na milipuko hazisiti kichwani mwangu, anaeleza mzee huyo wa Kipalestina. Jeshi la utawala wa Israel hadi sasa limeshawaua karibu wa Palestina 71,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na kujeruhi zaidi ya watu 171,000 tangu mwezi Oktoba mwaka 2023 ilipoanzisha vita vya kinyama na vya mauaji ya kimbari dhidi ya Gaza na kuligeuza eneo hilo kuwa la magofu. Mzee huyo anasema ni Mungu tu alimweka kuendelea kuwazika watu waliouawa na wengine kuachwa na familia zao. Hata hivyo, anasema baadhi ya maeneo alikutana na watoto ambao wamekosa baba zao na mama zao, na hivyo aliibeba mili hiyo na kuhakikisha inazikwa kutokana na mila na desturi za Kiislamu katika nchi hiyo ya Palestina, hasa eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana.